nashukuru kwa kunipa nafasi. Nianze kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wetu kwa maono makubwa na uwekezaji mkubwa ambao umeufanya kwa ajili ya ujenzi wa nchi yetu. Lakini nimpongeze Mheshimiwa Waziri, Naibu Waziri, Katibu Mkuu na watendaji wote pamoja na viongozi wote wa taasisi zilizoko chini ya wizara hii. Wanafanya kazi nzuri sana, ndio maana tunaona matunda mazuri. Hongereni sana. Lakini napongeza pia kupata maoni mazuri kutoka kwenye kamati yetu ya miundombinu. Imeleta maoni mazuri sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, huduma za uchukuzi na usafirishaji kama Mheshimiwa Waziri alivyoeleza zimesaidia sana katika kuboresha biashara hapa nchini na kuhakikisha bidhaa zinafika kwa walaji, lakini kutengeneza ajira, kujenga uchumi na kuleta fedha za kigeni. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka 1963 mpaka 65 nafikiri, Waziri Mkuu wa Singapore alipoingia madarakani na wakati anataka kuiendeleza Singapore, aliwauliza wataalamu akasema Singapore ina nini ili iweze kuendelea? Wakamwambia kwamba Singapore haina maliasili, haina ardhi, haina madini, isipokuwa ina bahari na ina watu. Na aliamua kutumia vigezo hivyo kuiendeleza ile nchi. Mpaka leo Singapore ni nchi ya 3 mpaka ya 5 duniani kiuchumi kutokana na uwekezaji mkubwa alioufanya kwenye bandari. Na hivyo basi ndio maana uwekezaji unaofanywa na serikali katika kupanua bandari ya Dar es Salaam, uwekezaji kwenye bandari ya Tanga, bandari ya Mtwara na bandari zingine za kwenye maziwa ni kitu muhimu sana katika uchumi wa nchi yetu. Ni vizuri tuendelee kuwekeza zaidi, lakini katika kuwekeza pale Dar es Salaam tunahitaji na kupanua bandari kavu mbalimbali zianzishwe, ikiwemo bandari kavu ya Mpemba, Tunduma, ni muhimu sana. Na hivyo basi tunahitaji uwekezaji mkubwa pia kwenye TAZARA. TAZARA ndio itasafirisha mzigo, itatoka nao Dar es Salaam, itaupeleka paka pale Tunduma na utaenda nchi za nje na tutafanya biashara. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaona uwekezaji wa serikali uliofanywa kwenye shirika la ndege. Tumefanya vizuri na watu wanasema shirika la ndege halifanyi vizuri. Mimi nasema linafanya vizuri sana, na tunahitaji kuongeza uwekezaji, tupate ndege zaidi ya 30 ili twende dunia nzima na Tanzania iwe sasa ni habu, mahali ambapo tunaweza kupata fedha za kigeni na kujenga uchumi mzuri. Tunahitaji fedha kwa ajili ya ujenzi wa SGR. SGR tumeona uwekezaji ambao umefanyika, tunahitaji ikamilike ili iweze kuchangia katika uchumi wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunahitaji viwanja vya ndege. Viwanja vya ndege vijengwe kila mahali, hakuna sababu ya kurumbana. Tunahitaji kila mahali viwanja vya ndege kwa sababu tutajenga uchumi mzuri. Katika kutekeleza hayo, tuliamua hapa ndani ya Bunge, tukatunga sheria, tukaweka tozo ya ujenzi wa reli. TRC levy tuliweka hapa, tukaweka tozo kwa ajili ya viwanja vya ndege ili kuendeleza viwanja vya ndege na maeneo mengine. Zile tozo, Mheshimiwa Mwenyekiti, haziendi kwenye taasisi hizi, ndio maana kuna changamoto za uendeshaji. Fedha zote zinaingia kwenye mfuko mkuu wa serikali. Uifike mahali fedha za tozo tulizozifungia, tumezirehifadhi ziende kwenye taasisi ili zikajenge uchumi, ili wakajenge viwanja, ili tukawekeze, SGR ikajengwe, TAZARA ikajengwe na maeneo mengine tuweze kufanya biashara na mambo yaende vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu ya muda naunga mkono hoja, lakini mchango ni mzuri sana wa sekta hii na watendaji, hongereni sana kwa kazi nzuri. Asante sana kwa mchango wako. Nimuite sasa